Nchi ya Tanzania nimeambiwa na Mungu isimamie hii nchi. Hii nchi mimi nitaisimamia. Sasa kuna wengine anasema wewe nani? Utajua nilikuwa nani, utakuja kujua baadaye. Na maneno haya nikisema huwa kuna watu wanawaka wanasema yani huyu ndio. Maliza. Simalizi na mtu. Mimi simalizi na mtu. Nimejazwa nguvu ya kuanza na kumaliza. Na nielewa ninachosema Nielewa ninachosema Nileteni Gwajima. Nileteni Gwajima. Nileteni Gwajima. Nileteni Gwajima. Ninaanza na Askofu Gwajima. Huyu ni askofu, subiri kwanza. Huyu ni askofu. Ni mchapakazi, ni mkweli. Ni mkweli sana. Na ndiyo maana nataka niwaeleze wana Dar es Salaam. Aliyeongoza kura Kawe ni mtoto wa dada yangu. Nililikata jina kwa sababu hawezi akashindana na Gwajima. Na pia damu kumwagia katika nchi ni laana pia. Tunaiingiza nchi yetu kwenye laana. Nitoe mfano. Mimi natoa mifano ya kueleweka. Mfano kama huu, nikupe mfano kama huu. Na rafiki yangu mtoto wa Mama Samia Suluhu Hassan anaitwa Abduli. Rafiki yangu nampenda na mheshimu. He's my friend. Natoa mfano sasa. Ikatokea Abduli mtoto wa Mama Samia, wa mwenyekiti wangu. Wamekuja watu wamemchukua, wameondoka naye. Kesho kaokotwa hana macho. Unachukuliwa kwenye basi na watu wanaona, kesho unaokotwa huna macho. Sasa how would you feel? Utajisikiaje? Ikatokea mtoto wa Askofu Gwajima. Mtoto wa Askofu Gwajima, Jordan, amechukuliwa ameondoka naye, kesho anaokotwa hana macho. Mtoto wa Majaliwa, Kassim Majaliwa, waziri mkuu, anachukuliwa kesho anaokotwa hana macho. Anafuatwa ndani ya nyumba, kwa mfano ni kama ilivyokuwa kwa Mdude. Amefuatwa ndani ya nyumba, watu wanavunja nyumba. Mke wake anaona mume wake anavuliwa, anapigwa si nyundo au nini. Halafu baada ya siku unaona michirizi ya damu, ameondoka hivyo. Ni mtoto wa nani huyo? Ni mtoto wa Wambura IGP. Ni mtoto wa DJIS. Ni mtoto wa mkuu wa jeshi la wananchi. Hivi kweli inawezekana hivyo? Haiwezekani. Kwa nini sasa tunaona hao wanaopotea kana kwamba ni mbuzi, ni kondoo? Lazima tufike wakati, mimi naamini si vyombo vya dola vinavyofanya haya, kwa sababu vyombo vya dola they are competent enough kufanya mambo bila kuacha trace. Chombo cha dola kinajitambulisha kwenye hoteli ya kimataifa kama Serena, sisi ni polisi toka ndani. Halafu huyu mtu anakuja kuokotwa kesho. Huyu dada wa Kiganda huyu Agata Atuhaire anasema, nimeona kwenye YouTube, hata amevuliwa nguo zote. Halafu anapigwa sehemu za siri na watu waliojitambulisha kama vyombo vya dola. Hiki kitu ni aibu kwa nchi. Hatuwezi kuwa na watalii siku zijazo. Hoteli zetu haziwezi kuaminiwa, mahusiano yetu yanaharibika. Mimi siwezi kukaa kimya. Wale mnaokaa kimya kaeni. But I can't take it. Siwezi mimi kukaa kimya. Tanzania ni yetu sisi sote. Tanzania kwanza, anything else follows.